Kwa majina naitwa Dr. Juma Muna, ni mratibu wa huduma za tiba kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Leo ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyokuambukiza, ambapo sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu tumeadhimisha wiki hii kwa takribani siku 7 zilizopita, na leo ni kilele, ikiwepo utekelezaji wa shughuli mbalimbali, utoaji wa elimu kwa jamii, lakini pia na upimaji wa makundi mbalimbali ambao ni makundi hatarishi. Lakini tukumbuke kauli mbiu kwa mwaka huu wa 2025 inasema chukua hatua, dhibiti magonjwa yasiyokuambukiza. Na kwetu kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, ni kweli changamoto ya magonjwa yasiyokuambukiza ambayo wengi tunayafahamu kama magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, lakini pia na magonjwa ya macho yamekuwa na athari kubwa sana kwa jamii. Na kwetu idadi kubwa ya wagonjwa ambao tumekuwa tukiwaona ni wagonjwa ambao wako na kundi la magonjwa ya presha, lakini na magonjwa ya kisukari, ambayo sasa mwishoni yanakuja kuleta changamoto ya figo kufeli pamoja na changamoto zingine ikiwepo moyo kufeli. Sasa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiambatana na magonjwa haya sio kuambukiza, kwanza ni mifumo ya maisha, ulaji usiofaa, lakini pia kutokufanya mazoezi, lakini zaidi kwenye maeneo yetu ni matumizi ya dawa asili ambayo kwa namna moja au nyingine yamekuwa kihusiana na figo kufeli, lakini pia na changamoto zingine za kiafya. Sasa kwa upande wetu kama hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu, kama nilivyosema, kwa mwaka 2024 ukilinganisha na mwaka 2025, idadi ya wagonjwa ambao na magonjwa yasiyokuambukiza, hasa kundi kubwa la magonjwa ya presha na kisukari, inaongezeka. Na hii imekuwa ikitupa picha ambayo inaonyesha kwamba tatizo kwenye magonjwa yasiyokuambukiza ni kubwa, na tusipochukua hatua ya kudhibiti magonjwa haya, inawezekana muda unavyozidi kwenda magonjwa haya yataongezeka na yataleta athari moja moja kwenye familia. Tukumbuke kwamba magonjwa haya kwenye matibabu, mgonjwa ambaye tayari ameshapata presha, ameshapata sukari, anapaswa atumie dawa kila siku, anapaswa ahudhurie kliniki kila mwezi, ambapo ukiangalia matibabu ni gharama kubwa sana, na haya yamekuwa yakileta changamoto kwenye uchumi wake, lakini pia na familia kwa ujumla na taifa kwa ujumla. Ndio maana sisi kama hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu tukaona ni vyema tuje kwa wananchi, tuwafikie, tuweze kutoa elimu, lakini pia tuweze kufanya uchunguzi. Wako wananchi ambao kwenye zoezi hili la uchunguzi walikuwa hawafahamu kama wana changamoto ya presha. Wako wananchi ambao walikuwa hawajui kama wana changamoto ya kisukari, lakini kupitia uchunguzi wa leo wameweza kutambua, na tumewaingiza sasa katika utaratibu wetu wa kliniki za kila mwezi, ambapo wanapaswa kuja hospitali kila mwezi ili waweze kudhibiti, kwa sababu asipochukua tahadhari magonjwa haya yanaweza kapelekea kifo cha mapema, kwa maana tunaita premature death.